Niruhusu nikusaidie kutokupoteza muda. Serikali haitakuja kuwa sawa. Matukio yote unayoona yana trend yamepangwa. Historia sio ukweli kamili, na kila kitu ulichowahi kufundishwa ni uongo. Ndio, huu ndo ukweli. Imekuwaje, imepanda, imeshuka, tuliambiwa, hiyo haina maana. So kama unatumia muda wako wote kupambania hivi vitu vyote nilivyovitaja hapa na kuhisi kama vitakusaidia popote, havina maana yoyote kwenye maisha yako. Ngoja nikuonyeshe ni kwa namna gani maamuzi yako unayoyafanya yanakuaffect maisha yako wewe mwenyewe. Hivi umechagua burudani na mapumziko, kusikia raha ambako hakuna kusudi wala malengo yote kwenye maisha yako. Umeruhusu hisia zako ziamrishe matendo yako. The way unavyojifeel, the way unavyojihisi, ndio unataka matendo yako pia endane na jinsi unavyojihisi. Wewe sasa hivi uko kwenye present, maisha yako ni sasa hivi, lakini kila kitu ulichonacho sasa hivi, wewe pamoja na fikra zako umeziruhusu ziamliwe na matukio ambayo yashatukia nyuma zamani kule. Mambo yashapita. Hautaki kuanzisha chochote kitakacho impact generation yako na generation inayofuata kutoka kwako. Umeamua kuvuta bangi, shisha, sigara na pombe na kuridhisha wanawake ambao hataki hata kuridhika. Muda wote umezunguka na watu ambao ni losers. They have nothing to lose. Unaahirisha kila mipango ulionayo, kazi yako kufanya umbea, kulalamika na kumtafuta mtu wa kumbebesha lawama. Umeacha kujipa nguvu wewe na kuanza kuamini limiting belief kama vile depression, kuonewa, kugandamizwa. Una excuses nyingi ambazo zinaonekana kama vile jambo la maana. Hivi vyote ni amazing kama unataka kufeel better kuhusu wewe, lakini havina maana yote kama unataka kuwa the best vision of you. Badala yake, haya yote niliyoongea kwako umeyaweka kama distraction, yanakuwekea upofu. Of course ipo wazi, hii dunia inaendeshwa na watu wachache ambao wanaamua wewe ufeel nini, usikie nini, kwa sababu gani, wakati gani, na uamue kwenda na nani, umsupport nani, usimsupport nani, kwa kuwapa watu majina tofauti tofauti, kesi tofauti tofauti na sifa tofauti tofauti kama wao wanavyotaka. Ni kweli? Haya, imekusaidia nini baada ya kugundua hilo? Tunarudi kwenye conclusion. Majibu yote unaojifanya kama unataka kufuatilia na kujua vitu havina msaada wa moja kwa moja kwenye maisha yako binafsi. So ina maana gani kutafuta kitu ama kujifanya kuwa advocate wa masuala fulani ambayo mwisho wa siku ukishapata majibu yake hayakusaidii binafsi kwenye maisha yako? Haina umuhimu wowote wa kuchagua upande wa kukaa au kusubscribe kwenye kila kitu anachokisema, au kujifanya wewe ndio shujaa mguu mbele kuanza kupambania mambo ya kufanya uende mbali kiasi kwamba ujisahau wewe mwenyewe kwamba wewe ni mtu unahitaji kujijenga mwenyewe binafsi kwa ajili yako na watu wako wa karibu walioko chini ya mwamvuli wako. Otherwise utajikuta wewe umekuwa victim na umetumika kwenye mikono ya hao watu ambao ulijihisi wewe ni smart enough kuanza kupambania mambo na kuyaumbua na kuyaweka wazi. Na itakuwa na maana gani ukiamka asubuhi ukajikuta umelala kwenye kitanda kile kile ulichokuwa unapambania kueleza watu usiku kucha? Hakuna kitanda. Kila kitu unachokitaji kipo nyuma ya mchakato ambao wewe unauita ni jambo gumu. So itakuwa ni jambo la kutokuwa na shukurani kwa kuanza kuchukia na kutokupenda mambo magumu, ambayo hayo mambo magumu ndo mambo ambayo yamekuwa yakiprotect vitu unavyovitaka visiweze kufikiwa na watu wengine wote. Difficulty, vitu vigumu au michakato migumu ndo daraja pekee lililoweza kukusaidia kukutunzia vitu vyako vyote unavyovitaka visiweze kufikiwa na watu wengine, kwa sababu kila mtu anakitaka kile kitu unachokitaka wewe. Ila kinachotofautisha ni hii michakato migumu ambayo lazima uipitie ili uweze kupata, kwa sababu difficulties, mambo magumu, ndio ilikuwa kama mlinzi wako uliomwajiri kuweza kuzuia watu wengine wasipate vitu unavyovitaka. Hivi msichana unayemtaka wa aina yako, kuna mwanaume mwingine pia anamtaka. Biashara unaotaka kuifanya iwe successful, kuna mtu mwingine pia anaitaka kuipata hiyo biashara. Na huyo mtu anaweza kaa kwenye mazingira kama yako, situation kama zako, exposure kama yako, sometimes eneo ulilopo wewe. So namna pekee ya wewe kuweza kuachieve hivi vitu ni kushukuru kuwepo kwa mchakato mgumu wa kuvipata, kwa sababu ndo kama mlinzi pekee ambao imesafeguard kuvipata hivyo vitu. So itakuwa ni jambo la aibu kuanza kulalamika kwamba mambo ni magumu. Yani mambo magumu yanakuwa magumu ili mambo yawe magumu kwa ajili yako wewe kukusaidia. Everything works in your favor. Ili sasa ukishakuwa at your full potential uweze kuingia sokoni na kupambana kwa ajili ya kupata kila kitu unachokihitaji, wakati huo watu wengine wote walishakata tamaa, walishaona ni magumu, walishaendelea maisha yao, wanaendelea kupambana mpaka pale itakapofikia.
kufikia. Kama ni mjasiriamali unataka kujifunza namna gani ya kuweza kuingia sokoni, kujenga personal brand, kuhakikisha unaongeza mauzo, kumonetize kwa maana kwamba kuingiza pesa kupitia skills, ujuzi ulionao, degree ama exposure ulionayo na experience ulioipata kwenye kazi yako ama kitu chochote, na unataka kujifunza namna gani ya kumonetize na kuibadilisha kuwa biashara na kufikia kuweza kusajili kuwa kampuni na kuwa the best CEO, gusa link on bio ujiunge na platform yetu ya MBH, na mimi nitakuwa huko kukupa kila kitu unachotakiwa kuwa nacho na ukifahamu kuhusiana na ujasiriamali mpaka kufikia kusajili kampuni yako na kuiendesha kampuni yako. Gusa link on bio.